Bwana Yesu na asifiwe sana, watu wa Mungu ali hai. Mesubradosha eleventos komanai veliga zobradosha enemanto brahina nosia pataya. Nilikuwa nikisoma hapa maandiko nikagundua kuwa ni kweli wote tulipewa neema. Tumeokolewa kwa neema kabisa. Tumeokolewa kwa neema. Hatukulipia gharama yoyote mpaka sisi tukaokolewa. Ni Mungu tu aliachilia neema kupitia mwana Yesu Kristo. So kupitia Yesu Kristo tumepokea neema ya kupewa kuitwa watu wenye haki mbele za Mungu kwa sababu ya neema. Kitabu cha Efeso sura ile ya pili na ule mstari wa 5, Biblia imesema kwamba hata wakati ule tulipokuwa wafu, my God, kwa sababu ya makosa yetu au dhambi, alituhuisha pamoja na Kristo. Alituhuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Hii ni aina ya neema ambayo Mungu aliachilia kwa watu wote. Hii ni aina ya neema ambayo Mungu aliisukuma kwa kila mtu, lakini nikatambua kuwa kuna neema zingine ambazo hauwezi kuzipokea. Ni mpaka umeamua kuyaseti maisha yako, kuamua kuishi utakatifu na kuziacha dhambi. Na hii neema aliipokea mwanamke mmoja anaitwa Mariamu Magdalena, mama yake na Yesu, aliyemzaa Yesu, aliyesababisha Yesu akatokea duniani. Biblia imesema kwamba ukisoma ile Luka sura ya kwanza mstari kuanzia 26, tunamuona malaika Gabrieli anamtokea Mariamu, anamwambia Mariamu, umebarikiwa, umepata neema kutoka kwa Mungu. Na hiyo neema haikupatikana kwa sababu Mariamu alikuwa ni mzuri sana. Haikupatikana kwa sababu Mariamu alikuwa ni mrembo, alikuwa anajua kujipamba vizuri. Ile neema ya kumzaa Yesu Kristo Mariamu alipokea baada ya kuyaseti maisha yake. Alipojichunguza akagundua kuwa mimi sio chombo cha kutumiwa na kila mtu. Oh my God. Akagundua kwa mimi sio chombo cha kuonjwa na kila mtu. Akagundua kwa mwili wangu sio chombo cha kuonjwa. Akaamua kuishi utakatifu. Alipokea ile neema kwa sababu ya bikira aliyoitunza, maisha ya kuzikataa dhambi. So kuna neema ambayo haiwezi katokea kwako, ni mpaka umeamua kuseti maisha yako na kuamua kuishi maisha matakatifu. Mesumanto bragita toshimene vini kosi apataya. Hii inanifanya ninyenyekee sana mbele za Mungu, nimwambie Bwana nitengeneze tena. Kuna viwango, kuna neema ambazo Mungu hawezi kuziachilia kwako. Ni kweli una sauti nzuri ya kuimba my friend, una sauti kubwa ya kunguruma unapokuwa unahubiri, au una idea fulani ya kufanya, lakini hiyo idea hautapata neema ya idea yako Mungu kuipromoti, huduma yako Mungu kuinua, ikiwa hakuna maisha ulioamua kuishi utakatifu. Usipoamua kuishi utakatifu na kuutunza mwili wako kwa ajili ya Bwana, kuna neema ambayo hauwezi kuipokea. God bless you.